Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 24 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele, serikali ni vita ya uchumi, yaonya vyombo vya nje kupotosha matukio ya uchaguzi, yahimiza Watanzania wailinde nchi yao. Habari katika ukurasa wa pili. Maeneo ya SGR za juu Dodoma hadharani, habari katika ukurasa wa pili. Bima ya afya kwa wote kujumuisha makundi matano, TIRA kusimamia utekelezaji, wageni wa bano. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Magari ya gongana, watano wafa Monduli, habari katika ukurasa wa 3. Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS, habari katika ukurasa wa 4. ATCL kuongeza vituo vitatu kimkakati, habari katika ukurasa wa 3. New York Times yapotosha uhalisia vurugu za uchaguzi, habari katika ukurasa wa 7. Ujenzi bandari ya Bagamoyo waiva, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Habari picha katika ukurasa wa mbele wa gazeti Habari Leo inamuonesha waziri wa ujenzi Abdalla Ulega akifanya ukaguzi katika mizani ya Mikese mkoani Morogoro wakati wa ziara ya kikazi kwenye miradi ya dharura, ambako akiwa njiani alishuhudia msongamano mkubwa wa magari, na alipofuatilia alibaini chanzo ni kuharibika kwa mzani huo na kuagiza kusimamishwa kazi kwa utumishi wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS waliohusika na uzembe huo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vurugu za Oktoba 29, Msigwa waliopoteza ndugu waende polisi, asema idadi kamili ya waliokufa kujeruhiwa bado, agusia agizo la Rais Samia kuachiwa kwa vijana waliofuata mkumbo, akieleza taratibu za kuachia zinaendelea. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Usichukulie poa maumivu ya kichwa, wataalamu watoa tahadhari, habari katika ukurasa wa 6. Vigogo ACT wajifungia kujadili serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika wajitosa kupinga ubunge wa Baba Levo kortini, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kigoma, wapiga kura 4 wa jimbo la Kigoma mjini wamefungua shauri la uchaguzi wa kupinga ushindi wa mbunge wa jimbo hilo CCM Clayton Chipando maarufu Baba Levo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti Mwananchi limepambwa na habari picha iliyobeba kichwa cha habari cha tabasamu, picha zikimuonesha mwenyekiti mstaafu wa Chadema Freeman Mbowe akisalimiana na kukumbatiana na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho Godbless Lema baada ya kukutana kwenye sherehe ya kumuaga mtoto wa rafiki yao iliyofanyika mkoani Kilimanjaro jana. Lema alisema amekutana na kusalimiana na Mbowe kwa mara ya kwanza baada ya miezi 11 tangu walipoonana kwenye matukio ya kijamii. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS, kisa foleni ya Mikese, lengo ni kupisha uchunguzi. Mzani watajwa chanzo cha foleni, asema hatumwonea mtu, hata kubali wananchi wateseke, habari katika ukurasa wa 4. CNN jiepusheni utangazaji maudhui ya upande mmoja, habari katika ukurasa wa 4. IGP tusikubali kugawanywa kwa sababu yoyote ile, habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika serikali ipongeza TRA uboreshaji mazingira ya biashara, habari katika ukurasa wa 4.
Waziri Sangu abainisha mikakati ya kuongeza fursa za ajira, habari katika ukurasa wa 5. Serikali kuendelea kuboresha vyuo vikuu vya kati, habari katika ukurasa wa 4. Japan kuanzisha tena kinu kikubwa zaidi cha nishati ya nyuklia duniani, habari katika ukurasa wa 19. Dola milioni 304 za COP 304 na ufadhili wa miradi ya milimani, habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nalo gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele, ripoti ya CNN yaibua hoja serikalini. Msigwa asema taarifa zao hazina maadili na zinaumiza familia zilizopoteza wapendwa. Awaita mezani wajibiwe yaliyojiri Oktoba 29. Agusia vikosi vya mtandao vinavyolenga kudidimiza uchumi na taswira ya Tanzania, habari katika ukurasa wa 2. Mchakato wa katiba mpya utaanza hivi karibuni, waziri, habari katika ukurasa wa 5 gazeti hili. Wanaume chanzo wanawake wengi kuchelewa kuanza kliniki za ujauzito, habari katika ukurasa wa 5. Watinga kortini kupinga ubunge wa Baba Levo, habari katika ukurasa wa 4. Wanafamilia wahukumiwa kifungo jela kwa mauaji, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika ajali ya ua 5 Monduli, jeshi la polisi la chunguza, habari katika ukurasa wa 3. Wauguzi wawili wasimamishwa kazi, tukio la mtoto kuharibika mkononi, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru ukweli daima Jumatatu ya leo lenye limeandika serikali yatoa tamko, yasikitishwa na kituo kikubwa cha CNN kuripoti vurugu za uchaguzi Oktoba 29 bila kuzingatia weledi. Vyombo vya habari Tanzania vyapongezwa kwa uzalendo, kuanzishiwa mfuko rasmi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Treni za jiji Dar Dodoma zanukia. Maandalizi ya ujenzi wa njia za treni za mjini katika majiji ya Dar es Salaam na Dodoma yameanza rasmi, hatua inayotarajiwa kubadili kwa kiasi kikubwa mfumo wa usafiri wa abiria na kupunguza msongamano wa magari. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ulega simamisha kazi watumishi wa mezani, habari katika ukurasa wa 3. 69 wajitokeza kuwania umea naibu meya Dar, habari katika ukurasa wa 6. Wananchi 66 wa Chama cha Mapinduzi CCM wachukua fomu kuwania uteuzi wa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6. Kesi aliyekuwa mkuu wa gereza kusikilizwa kesho, habari katika ukurasa wa 19. Viongozi wa dini washauriwa kuepuka lugha za kugawa taifa, habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika Chuo Kikuu Mzumbe chaweka rekodi mpya, habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, habari picha ikimuonesha makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi akiwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Quatro Ted Fevereiro jijini Luanda nchini Angola kumwakilisha Samia Suluhu Hassan. Gazeti Mwanahabari ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Ulega afanya maamuzi magumu, kero ya foleni Mikese, agiza kusimamishwa kazi wahusika na uzembe wa kutoshughulikia tatizo la mizani, asisitiza timu ya wataalamu ifike Mikese kutengeneza mzani huo ili kero hiyo imalizike na mateso kwa watumiaji wa njia hiyo yapungue. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Mtendaji mkuu TANROADS awatoa hofu wananchi uimara wa barabara, habari katika ukurasa wa 3. Serikali yasisitiza uhuru wa tume ya uchunguzi maafa ya uchaguzi, habari katika ukurasa wa 3. TANESCO imefanya mageuzi makubwa huduma ya umeme Ndejembe, habari katika ukurasa wa 2. Mispat yaungana na Rais Samia kumrudisha Mavunde wizara ya madini, habari zaidi soma ukurasa wa 5 wa gazeti Mwanahabari. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari, gazeti bora
Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika wananchi, viongozi tekelezeni kwa vitendo maagizo ya Dr. Mwinyi ya kuwataka kutumikia wananchi. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali yavikosoa vyombo vya habari vya kimataifa. Habari katika ukurasa wa 3. SMZ kuendeleza ujenzi wa barabara mijini vijijini. Habari katika ukurasa wa 3. Shambulio la Israel la waua watu 4 ukanda wa Gaza. Habari katika ukurasa wa 9. Dr. Shein aridhishwa ongezeko la wahitimu elimu ya juu. Habari katika ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika mashabiki wa waka tatizo kocha Simba ya 4 bila ushindi nyumbani Azam hoi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, matokeo ikiwa ni Petro Atletico 1 Simba Sports Club 0, mchezo uliopigwa hapo jana uwanja wa Benjamin Mkapa. Maniema 2 Azam FC 0. Master Dube alikataa mechi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Msimamo kundi B CAF Champions League, Al Ahly anaongoza na alama 3, Yanga ya pili na alama 3, Farabat wana alama 0 wakati JS Kabylie wakiwa na alama 0. Jackson fundi aliyegoma kuacha pesa. Habari katika ukurasa wa 13. Hawapoi undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20, na hawa ni Manchester United. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti likiandika EPL Jumatatu ni Manchester United na Everton, mchezo ulipigwa saa 5 kamili usiku Old Trafford. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Habari Leo katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba yafa Mkapa, Azam hoi ugenini, Mwenye ipongeza Yanga, futsa yaanza vibaya kombe la dunia, kupendeza siku vaa ghari Miss Grand. Habari katika ukurasa wa 21. Job atoboa siri ya Dube. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika Simba chali nyumbani, nyota wake wakosa nafasi nyingi za wazi kufunga mabao. Habari katika ukurasa wa 23. Pedro, Yanga hii ni hatari kwa upinzani. Habari katika ukurasa wa 23. Van Dijk, Liverpool aina hali mbaya. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, na gazeti hili nakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.